Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yeyote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka huu wa 2026. Hii ni Januari, tukijifunza mada kuu inayosema wana na binti za Mungu. Mwaka huu tunacho kitabu kizuri kisemacho Baba Yetu Anajali, na kutoka humo tutajifunza mada kuntu kuhusu Baba Yetu Anavyojali. Leo ni Januari 11. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu ishie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya upendo wako, rehema yako na namna ambavyo umeendelea kuwa pamoja nasi katika maisha yetu. Umetulinda, umetutunza na zaidi sana umetupatia nafasi ya kujifunza neno lako. Jina lako litukuzwe sana. Tunakuja miguuni pako tukiwa ni wachafu, tukiwa ni wadhambi, tusiostahili. Tusafishe, tusamehe dhambi zetu, ukatutakase. Ukae nasi kila siku, kila saa. Utembee nasi ukitufundisha mapenzi yako. Zaidi sana ukatuandae kwa ajili ya ufalme wako. Enda nasi asubuhi ya leo, ukitupatia kuelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Januari 11, mada inasema tutumie muda kumtafakari Mungu. Zaburi ya 46 aya ile ya 10 imeandikwa, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi. Wakristo wanapaswa kukuza upendo wa tafakari na kuthamini roho ya ibada. Wengi huonekana kuchukia muda uliotumiwa katika kutafakari na kuchunguza maandiko na maombi, kana kwamba muda uliotumiwa hivyo ulipita bure. Natamani ninyi nyote mngeangalia mambo haya katika nuru ambayo Mungu anataka muwe nayo, kwa maana mngeufanya ufalme wa mbinguni kuwa na umuhimu wa kwanza. Kudumisha moyo wako kwa mambo ya mbinguni kutaleta nguvu katika hisani zako zote na kuleta uzima katika majukumu yako yote. Kuiaidisha akili kutafakari mambo ya mbinguni kutaweka maisha na bidii katika juhudi zetu zote. Hebu kila mtu anayetamani kuwa mshirika wa asili ya Mungu athamini ukweli kwamba lazima aepuke upotovu ambao uko ulimwenguni kwa njia ya tamaa. Lazima kuwe na mapambano ya daima na ya dhati ya nafsi dhidi ya mawazo mabaya ya akili. Lazima kuwe na upinzani thabiti wa majaribu ya kutenda dhambi katika mawazo au matendo. Nafsi lazima itunzwe dhidi ya uchafu kwa njia ya kumwamini yeye ambaye anaweza kukutunza usianguke. Tunapaswa kuyatafakari maandiko na kutafakari kwa busara na uwazi juu ya mambo ambayo yanafungamana na wokovu wetu wa milele. Rehema na upendo wa milele wa Yesu, kafara iliyotolewa kwa niaba yetu, vinatuhitaji kuvitafakari kwa dhati na kwa bidii. Tunapaswa kutafakari tabia ya mkombozi mpendwa na mtetezi wetu. Tunapaswa kutafuta kuelewa maana ya mpango wa ukombozi. Tunalazimika kutafakari utume wa yeye ambaye alikuja ili kuokoa watu wake kutoka katika dhambi zao. Kwa kudumu kutafakari mada za mbinguni, imani na upendo wetu vitakuwa imara. Maombi yetu yatapokelewa na Mungu zaidi na zaidi, kwa sababu yatachanganyika na imani na upendo zaidi na zaidi. Tutakuwa na akili na bidii zaidi. Akili inapokuwa imejazwa hivyo, yule aaminie katika Kristo ataweza kutoa mambo mema toka kwenye hazina ya moyo.
Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, leo ni Januari 11, mada ikisema tutumie muda kumtafakari Mungu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, mwana-kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapa na pale, hawahesabu siku